Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Boss, mambo vipi? Poa poa. Muda mrefu sana tujaongea tangu Champions League mpaka leo. Kwanza hongera kwa hichi ambacho Simba mmekiafikia. Asante. Kwa huyu mtazamaji na shabiki wa Simba anahitaji kufahamu huu mchakato, kulikuwa na watu wangapi ambao walikuja kuomba tenda na mwisho wa siku Vunja Bei akashinda? Watu 11 walikuja kuomba tena, mpaka tulifanya shortlist ilikuwa watu 5, mpaka tulifanya shortlist ya pili watu 3, mpaka Fred alitokea kama mshindi wa hii tenda. Na pengine ilikuwa maximum ya tenda, ilibidi mwekezaji afikie kiasi gani ambacho kama hichi alichokifikia Fred kwa ajili ya kuwekeza? Uzuri ni kwamba hatujataja maximum wala minimum. Tuliwapa watu wafikirie ukubwa na uzito wa brand ya Simba. Walivyo submit zile tender document tulizipitia, then tuliangalia nani mshindi. Tulianza mazungumzo naye mpaka tulifika amount hii. Unaiangalia sana Arsenal na Mohamed Dewji anaiangalia sana Arsenal katika kufanikisha mambo yake. Pengine hili wazo pia mlilicheki huko au mkaona sasa kunayo nafasi ya klabu ya Simba kupata mwekezaji wa ndani kwa ajili ya kuweza pia hata kutoa fursa kwa Watanzania pia kupata ajira kupitia hili? Ndio, unajua hii kwanza ni mshukuru mwenyekiti wa bodi Mohamed Dewji. Fikra zake ya kutengeneza tenda na kusimamia kila step by step. Hii ni kila kitu ni Mohamed Dewji. Ukweli yeye amesema kwamba let's do it professional, tuifanye hivi na tuendelee. So sisi tumeshukuru sana, na hii mwenyekiti wa bodi sio kwamba ameiga Arsenal wala Man City au Liverpool, ameona kwamba nini itafaa na unaleta transparency kwenye Simba. Turudi katika hizi jezi, mmesema mtatengeneza na vitu vingine. Ile jezi mpya itazinduliwa Simba Week pamoja na zile duka na kila kitu. So ukiongelea saa ya Simba, ukiongelea mkanda, sio vitu vya shule, kila kitu Simba Week. Tusubiri Simba Week, tutazindua duka letu rasmi pamoja na jezi. Kuna kitu nataka kufahamu kutoka kwako katika utendaji wako wa kazi, pengine ukiachana na staff, assistance inatoka wapi? Manake ni jambo kubwa na watu wanasema Babla mbona kama anaenda extra mile tofauti na vile ambavyo watu walikuwa wanaona. Unajua ukiajiri lazima uajiri vizuri. So uzuri ni kwamba kuna baadhi ya watu kwenye timu yangu niliwaajiri wapya na wana ile vision, wanajua kukimbia. Mimi fikra zangu na ueledi wangu kwenye kazi ni kama Usain Bolt. Usain Bolt anakimbia, that's Barbara. Na napenda kufanya kazi na watu wanakimbia kwa ile mwenendo. Kutokana na huu mchakato sasa, kwa wale wananchi wa kawaida, pengine mmefikiria pia kufanya return yoyote kwa jamii, kwa ambao wanaohitaji kupata merchandise za Simba, lakini pia uwezo hawana, kama watoto ambao wanaishi kunako mazingira magumu, makundi maalum pia? No, sisi tumeangalia kwamba kwenye jezi kwa mfano Arsenal au hata hizi counterfeit, tuliangalia kwamba lazima utengeneze different grade. Una ile Simba jersey original na zile counter grade B na grade C, ili mtu kama anaishi Makete kule Njombe hana hela ya kununua ile jezi ya 30 40, anaweza kununua ile ya 15. Tutatengeneza au Simba Total Kits kwa ajili ya watoto. Zamani unanunua ile kubwa alafu unaenda kwa fundi unaanza kushona. No, tutatengeneza jezi maalum kwa ajili ya watoto pia. Si jezi ambazo zinatengenezwa mpya chini ya usambazaji wa Vunja Bei zinaweza zikatumika kunako Champions League ama msimu ujao? Ndio maana maswali haya yote tusubiri mpaka Simba Week ndio utajua ukubwa na uzito wa all the different merchandise chini ya Vunja Bei. Vunja Bei aliomba serikali itoe support. Kwa upande wako kama CEO ambaye sasa unasimama kwa ajili ya klabu ya Simba, kipi ambacho unaweza kusema kwa niaba ya Simba kwenda kwa serikali, waziri wa viwanda, uwekezaji, biashara? Kama Vunja Bei alivyosema na Haji, tunatoa wito kwa serikali kusimamia counterfeit za jersey. Leo tulikuwa jana juzi tulikuwa naongea na watu wa FCC wanasimamia pia counterfeit products. Leo kama unauza Gucci fake wanasimamia, kama unauza Simba fake jersey wanasimamia. Kupitia vyombo vya serikali na mamlaka husika lazima watie mkono, walinde mapato ya Tanzania na hao vijana wa Vunja Bei. Ndugu zangu, kama alivyosema CEO na kama alivyosema Freddy, huu ni mkataba mkubwa zaidi kuwahi kufanyika katika ukanda, wamesema wa Afrika Mashariki. Ni ukanda wa Afrika Mashariki na ya Kati. Nchi 13 zilizo katika ukanda huu wa Sekafa haijawahi kutokea mkataba wa jezi
wa klabu yoyote ile katika nchi hizi 13 kufikia value ya 2 billion shillings. Haijawahi. Unaweza ukachukulia kitu kidogo, unaweza ukadhihaki, unaweza ukasema maneno, lakini Simba iko katika next level. Kutoka 100 million mpaka 2 billion sio kitu cha mchezo. Tumefika hapo baada ya kutengeneza brand, lakini pia tumetengeneza matokeo uwanjani, tumewapa furaha wana Simba, na ndio maana kina Freddy wanakuja kwetu. Freddy, ni kuhakikishia kitu kimoja. Unakuja kwenye sehemu sahihi, unakuja kufanya kazi kwenye management iliyo na umoja na uwezo. Babra ni mtu wa matokeo. Unajua kuna mtu anazaliwa anafanya kazi lakini hataki results. Huyu ni mtu wa matokeo, anataka kuona matokeo ya kile anachokifanya. Management nzima itakupa ushirikiano, bodi itakupa ushirikiano, wanachama na washabiki wote. Tayari Freddy una jina, lakini nataka kukwambia kitu kimoja leo. Ukitoka hapa, kaangalie mitandao ya kijamii. Angalia Freddy Vunjabei kabla ya saa 6 mchana, followers wako, kaangalie likes unazopata na milele hiyo mpaka Simba uondoke mwenyewe. Yaani wewe ushakuwa beyond. Yaani wana Simba hapa ulipo ukiweka tu yako Freddy Vunjabei 500,000 anaingia kwa dakika moja. Sisi ndio tunaongoza kwenye social media. Sisi ndio brand kubwa kupita brand yoyote Tanzania. Kwa hiyo nakuhakikishia kwanza, licha kwamba utakuza biashara yako, lakini nawe mwenyewe jina lako litakuwa, kampuni yako itakuwa, utaongeza wigo wa biashara kuliko unavyofikiria. Hii Simba haikusudii kufika hapa, inakwenda next level. Kwa hiyo wewe tushike na sisi tukushike. Bahati nzuri unaenda kufanya kazi na watu ambao wana ushawishi katika jamii. Wanaweza kushawishi watu, wanaweza. Kwa hiyo tutakuunga mkono, na mimi kwa sababu ya masharti yangu ya kimkataba na Simba, I'll support you fully, wala usijali. Utakapouza wewe manake imefanikiwa Simba. Kwa hiyo na social media zetu vijana wapo hapa, tutakusupport. Utapata kila aina ya msaada. Kikubwa usiwasahau na kina dada. Unaona warembo? Hawa dada Asha kawataja kina mama habari ya kanga na vitenge. Siku hizi nimeona club za Ulaya wanatengeneza vitop, vidude hivi vya kike vya Simba. Vinauza sana. Yani madera yapo kila, lakini usisahau nao. Lakini pia usisahau mataulo. Yani usisahau mataulo, lakini kubwa ningekuomba kakaangu brother, watu wa Simba wana tatizo moja. Sisemi niite tatizo, wana uchangamoto fulani. Upenda kitu cha, yani sisi watu wa mpira, sio watu wa Simba. Jambo letu tunatakiwa hapo kwa hapo. Kwa hiyo unaweza ukajikuta wewe jezi umeziweka leo, uko na mbona sokoni haziendi. Kumbe wana kitu chao na kisubiri. Lisikupe pressure. Kabisa, yani kwamba umeweka jezi pisi 10,000, alafu wiki moja hazijauzwa. Basi ndani ya hiyo siku ya 8 zinauzwa pisi 9,000. Wana kitu chao wanakingoja. Nitakuibia siri kitu gani? Lakini la mwisho ningeiomba serikali. Kauli ya rais wetu wa awamu ya 6 amesema tuwape fursa wawekezaji. Na maana yake ni kwamba wawekezaji hao wawe wa ndani na wa nje. Huyu kijana, wengine hapa bilioni 2 hatuzijui zinafananaje, wengi wetu hapa. Kuweka bilioni 2 halafu baadaye mradi huu ushindwe kwenda, ni kuwavunja nguvu hawa. Ametoa rai hapa juu ya hizo makampuni ya Kagwa. Hebu tumuunge mkono. Haiwezekani tukawa tunahangaika na jezi feki kila mahali. Unaenda mikoani ukagombane na wauza jezi feki. Lazima serikali iwe na pa kuanzia. Sisi Simba tutamuunga mkono, lakini serikali
ndio yenye vyombo, ndio yenye mamlaka. Kwa hiyo tunakuomba serikali, tunamuomba rais wetu, tunaomba wizara ya viwanda, tunaomba wizara ya uwekezaji wamsaidie mwekezaji wetu kijana Fred. La mwisho niwashukuru sana wanahabari, niwaambie mengine, punguzeni kidogo tu, mweke mchele. Hili tunahitaji support yenu. Hakuna klabu iliyowahi kuja mahali ikasema tunaweka bilioni 1 kwa ajili ya jezi. Haipo. Wengine jezi zinauzwa tu hivi unaziona tu zipo. Sisi tumeweka hela lakini imetajwa thamani. Isemeni, mkiisema nyinyi vilabu vingine vitaiga. Transparency hiyo. Brother, 1 billion shillings. Manake unazungumzia ni kama mikataba vile tuliokuwa nao SportPesa hivi. Sio mkataba mdogo. Payea 1 billion. Isemeni, irudieni, sio mnakosoa tu mnasema Morrison kafanya hiki, Morrison kafanya hiki. Na haya makubwa yasemeni. Mkae kwenye redio asubuhi mseme jambo hili ni kubwa, lina manufaa kwa mpira na nyinyi lina manufaa. Hebu angalieni historia leo. Leo mmehangaika waandishi toka jana wananipigia simu. Kesho kuna nini? Kesho kuna nini? Utaratibu wetu Simba katika mambo makubwa hatuvujishi siri. Hatuvujishi hata ufanye nini. Yaani hiyo ndo uone aina ya management iliyopo Simba chini ya CEO. Hata ufanye nini. Sisi wale wajando. Wale wajando toe siri ya jando. Ndio. Kwa hiyo muelewe kwamba Simba inakwenda katika level kubwa. Tuungeni mkono katika jambo la haki. Nawashukuru na nyinyi warembo. Inshallah nitawalika Ramadhani. Nikushukuru. Na kama kutakuwa na maswali, ningeomba maswali yale yajikite katika issue ya leo. Tumeshafanya kazi kama Vunja Bei, kampuni ambayo mimi naisimamia. Tumeshafanya kazi, tumeshaomba tenda za clubs kadhaa na tumeshakutana na vitendo ambavyo havikuwa vya kitaalamu, ambavyo vilikuwa vinataka kuturudisha nyuma. Lakini baada ya kukaa chini tukaangalia, tukasema tunaiona Simba Club kama wameshaingiza utaalamu mwingi na imebadilika sana. Tukaamua kujikita, lakini tulishakata tamaa kabisa kwenye biashara ya kit, hii biashara ya jezi. Kwa hiyo Simba mimi naamini wamerudisha tumaini jipya kwa vijana wengi na wafanyabiashara mbalimbali, ambapo katika biashara hizi za kimichezo kuna siasa nyingi, lakini pia taaluma ilikuwa iwekwe mbele. Kwa nini naongelea zaidi kuhusu taaluma? Ni kwa sababu wakati tunaomba hii tenda, watu walioomba hii tenda kiukweli walikuwa wanatisha. Ni nchi mbalimbali, wametoka suppliers kutoka nchi zingine, wamekuja na wenyewe wanaomba. Sitotaja majina, lakini nakumbuka kulikuwa kuna nchi kama South Africa. Nimeona mimi niko kwenye fashion ya South Africa, ndio nchi ambayo inaongoza kwa fashion Afrika. Kulikuwa na kampuni kubwa ambao wana trademark kubwa ambazo zinafanya vizuri duniani. Tumeshindana nao pale. Kulikuwa na wafanyabiashara ambao mimi naamini ni wakubwa na wazoefu zaidi kuliko Vunja Bei, tulikuwa tunashindana pale. Lakini kikubwa kulikuwa kuna technical details ambazo zilikuwa zinatakiwa, na sisi tulikuwa tuna vigezo vyote na tulisubmit proposal yetu tukiwa tuna confidence kwamba Simba watafuata taaluma ile ya manunuzi, na ndivyo walivyofanya mpaka leo. Sisi tunaamini tulikuwa wanyonge sana ukifananisha na kampuni zilizokuwa zimetenda pale ambazo ni karibu 11, na leo tumeibuka washindi. Kwa hiyo tunashukuru sana Simba leo kututambua Vunja Bei kama partners ama pia sponsors wa club. Na ukiangalia contract value ni kubwa sana ukilinganisha na zozote zilizowahi kutokea hapa Afrika Mashariki, kwa sababu Barbara ametamka the value ambayo ni bilioni 2. Tunaenda kuwapa Simba bilioni 2, na sisi tuna confidence kabisa kwamba tutatoa bilioni 2 Simba, tutalipa kodi ya serikali na sisi tutabakiwa na kidogo. Ukiacha kwamba tutapata zile immaterial benefits kama kuajiri vijana wenzetu, lakini pia tunaenda kupata benefits ambazo pia ni proceeds, ni pesa, tunaenda kutengeneza pesa zaidi. Kwa hiyo kuna faida nyingi ambazo sisi kama kampuni binafsi tunaenda kuzipata, ikiwa ni ile lift tunayoenda kupata pia kwenye brand, kwa sababu kwa sasa Simba ndio brand kubwa na Simba ina fan base kubwa.
Vunja Bei tuna wateja lakini hatuwezi kufikia fan base wale nao Simba. Kwa hiyo ile lift Simba watakayotupa sisi, kuna uwezekano tukaenda kugrow hata tukaenda multiple times kuliko tulikokuwa. Ninachoweza kusema kwa ufupi ni kwamba tunashukuru sana kwa nafasi hii kuweza kutolewa kwa kijana mzalendo wa Kitanzania Vunja Bei. Hii imetoa hamasa kubwa kwa vijana wengi na ninaamini tunaenda kuvuna vijana wengi wenye imani na vijana wenzao ili kuisapoti Simba Sports Club na mimi nalisema hili nikiwa kama kijana ambaye nimeshapata nafasi ya kuongoza na ninajua jinsi ambavyo vijana walikuwa wamekata tamaa, lakini Simba imekwenda kuonesha mfano wa kuamini vijana wa Kitanzania na kuwapa dhamana kubwa kwa sababu wanaamini vijana kwenda kuleta mabadiliko ya soka la nchi. Namfahamu sana Vunja Bei kwa miaka mingi, amekuwa kwenye fashion, amefanya mambo mengi kwenye fashion na tunajua jinsi ambavyo amefanya kwa mafanikio makubwa na bado ana ndoto kubwa za maendeleo. Naamini kwa nafasi aliyoipewa baada ya fashion alianzisha kulea vijana na timu yake ya Too Much Money, ambapo kuna wasanii wengi wameendelea kwa muunganiko wa Too Much Money, na huku Vunja Bei watu wanapiga pamba za kutosha, alafu kulia liko Simba Sports Club bwana pakaliki hapo. Yaani Simba ghafla binivu kama Haji Manara anavyosema linaenda kuwa kama Barcelona linakataa na kuwa Man City linakuwa yani tutakimbizana mwaka huu. Alafu mkataba sio kwamba unarudi nyuma. Tulikuwa kwenye milioni 100 amesema hapa CEO, tunaongelea 2 bilioni. Mkataba merchandise, jerseys na vitu vingine mbalimbali. Yaani Simba tutakwenda kung'aa, ni itageuka. Naji alisema katika 8% katika watu 10 wa Tanzania 8 wako Simba. Sasa hivi naona kabisa wanaenda kuwa 10/10. Lakini mkataba wa bilioni 2 haujawahi kutokea katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati, ni kitu kikubwa sana. Simba kuamini vijana kufanya vitu vikubwa kama hivi inaonesha Simba ina ndoto kubwa ya kuwa klabu bora kama klabu zingine za huko kaskazini katika Afrika yetu. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.